بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. katika darsa ya sifatu az-zawjati as-salihah, kitabu cha Sheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah, sifa za mke mwema. Kwa taufiki ya Allah jalla wa ala tumesoma mpaka kwenye sifa ya 3, nayo ni sifa ya mke mwema ni kuingiza furaha kwa moyo wa mumewe. Tukaimaliza hiyo, walillahi alhamdu wal minna. Na leo insha Allah taala tunaisoma sifa ya 4 ya mke mwema. Anasema rahafidhahullah, wa min sifati almar'ati as-salihah, na miongoni mwa sifa za mke mwema, miongoni mwa sifa za mke mwema, ma jaa fi sunanil Baihaqi, ni yale yaliyokuja katika sunan al-Baihaqi, an abi Udhainata as-Sadafi, kutoka kwa abi Udhaina as-Sadafi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, khairu nisaikumul wadud alwalud almuaniyatu almuwasiyah idha taqaina Allah. Khairu nisaikum, bora ya wake zenu, alwadud, ni wale wenye mapenzi makubwa kwa waume zao, alwalud, ni wale wanaozaa wanaowazalia sana waume zao, almuania, ni wale wenye utaratibu, almuania, ni wale wenye utaratibu, almuatia sio almuania. Khairu nisaikum, bora ya wake zenu, alwadud, ni wale wenye mapenzi makubwa kwa waume zao, alwalud, ni wale wingi wa kuwazalia waume zao, almuwatiatu, ni wale wataratibu, almuwatia ay allati laysat fadha wala ghalidha, ni wale wataratibu, almuwasiatu, wenye kuliwaza waume zao, idha taqaina Allah, watakapomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh kabla ya kuendelea na hadithi, fanzur ila hadhihi as-sifati lizawjati as-salihah, zitizame vizuri hizi sifa za mke mwema. Sifa ya kwanza, alwadud, ni mwenye mapenzi sana, mwenye kumpenda sana mumewe. Wa hadhihi sifatun karimatun wa khullatun hamida fil mar'ati as-salihah wa zawjati al-mubarakah, na hii ni sifa nzuri na ni kipengele kizuri chenye kusifiwa kwa mwanamke mwema na mke mwenye baraka. Sifa ya alwadud, kumpenda sana mumewe, ay almutasifatu bilwuddi wa husni tawaddud, mwenye kusifika na kupenda na uzuri wa kujipendekeza. Wa haqqun nasi bidhalika zawj, mwenye kustahiki zaidi katika watu kupendwa ni mume. Ai an tuhsina tawadduda ilayhi, mwanamke anatakana awe mzuri wa kumpenda mumewe.
wa an taksiba mashaa'irahu wa 'atifatahu bi kalimatiha al-latifa wal alfadhiha al-'adhiba. Achume hisia za mumewe kwa maneno yake mazuri na matamko yake matamu. Wa husni tawaddudiha lahu fi muamalatiha lahu wa fi madhhariha wa hayatiha, nawe mzuri wa kujipendekeza kwa mumewe katika namna ya kuamiliana naye na kwenye muonekano na haia yake. Fatawaddudu yakunu bil kalami, basi kujipendekeza kwa mume kunakuwa ni kwa kutumia maneno mazuri. Wa yakunu bil haia, na pia kwa muonekano mzuri. Wa yakunu bil madhhar, na huwa pia ni kwa kule kujidhihirisha kuzuri. Wa yakunu bil amali, na vile vile kunakuwa kwa vitendo. Wa yakunu bil khuluqi, na pia kunakuwa ni kwa tabia. Kwa hiyo sifa ya kwanza katika hiki kipengele cha 4 katika sifa za mke mwema ni alwadud, mwingi wa kumpenda mumewe. Alwadud, sifa nyingine aliyoitaja hapa Rasulullah ni alwalud, wingi wa kuwazalia waume zao. Ai kathiratul injab, mwanamke ambaye anazaa kwa wingi, anamzalia mumewe sana. Wa hiya sifatun hamidatun fil mar'a, na hii ni sifa nzuri kwa mwanamke. Wa hiya min khairin nisa, na hii mwanamke wa namna hii ni katika wanawake bora. Wa idha kanatil mar'atu mubtalatan bi'illa au maradhi fahadha amrun la yadhurruha, lakini kama mwanamke amepewa maradhi ambayo yanamzuia yeye kuwa ni mwingi wa kuzaa, hawezi kuzaa sana kumzalia mumewe, basi hili ni jambo halidhuru kuwa yeye ni katika mke mwema. Lianna laysa amran qassarat fi, kwa kuwa hili si jambo ambalo amezembea yeye mwenyewe. Au sa'at fil ikhlali, au sa'at hiya fil ikhlali bi, au amekimbilia yeye kufanya uzembe huo. Fala yuhasibuha Allahu ala dhalik wala yadhuruha dhalik, basi Allah hatomhasibu kwa hilo na halitomdhuru yeye. Wala yatanafa dhalika ma salahiha, na wala hilo halipingani na wema wa mwanamke. Ama idha kanat hiya waludan, ama ikiwa mwanamke mwenyewe ni mwingi wa kuzaa, walakinaha tamna'ul aulad, yani yeye mwenyewe ana kizazi lakini anawazuia watoto, hataki kuzaa. Wataqta'ul injab, na anakata kule kuzaa. Watas'a fi qat'ihi, na anakimbilia kukata kizazi. Fahadha fi dararun 'alayha, hili jambo lina madhara kwa mwanamke kwa upande wa dini yake. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema tazawwajul waduda alwaluda fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah, waoeni wanawake wenye mapenzi sana na waume zao na wenye kuzaa sana, hakika mimi nitajifakharisha kwa wingi wenu mbele ya mataifa siku ya kiyama. Falladhi yanbaghi ala almar'a, basi kinachompasa mwanamke wa Kiislamu antas'a fi wujudi alawlad, akimbilie kupatikana watoto. Watabdhula sababa fi dhalik, atoe sababu ya kupatikana watoto. Watas'a fi tarbiyatihim, na wanapopatikana afanye apupie kuwalea vizuri. Watanshiatihim, na kuwakuza vizuri. Wariayatihim, na kuwachunga. Watahtasiba litakuna sababan fi an yujada fil mujtama'i abna'un salihun, na tarajie malipo kwenye hilo ili papatikane sababu katika jamii ya kupatikana watoto wema. Wa du'atun muslihun, na walinganizi watengenezao jamii. Watahtasiba dhalika min awwali dukhuliha fi zawaj, na hilo alitarajie mwanamke kuwa awe ni mwingi wa kuzaa watoto wema na kuwakuza watoto makuzi mema. Alitarajie hilo kuanzia siku ya kwanza kuingia kwenye ndoa. Taqulu bainaha wa baina Allah, aseme baina yake na baina ya Allah, la'alla Allah yukrimuni bi abna'i min a'immatil huda,
huenda Allah akanikirimu watoto wawe ni maimamu, viongozi wa uongofu, au min ulamai almuslimin, huenda Allah ataniruzuku watoto wawe wanazuoni wa Waislamu, au min duati alkhair, au walinganizi wa khairi, fayuktabu laha alajru alazim, ili aandikiwe ujira mkubwa, ala hadhihi niyati as-salihah, juu ya hii nia njema, wama yatbauha min al-inayati war-riaya, na yale yanayofuatana na hilo katika kuzingatia na kuchunga. Na ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliposema al-muwatiya, ay allati laysat fadhatan wala ghaliza, al-muwatiya wa taratibu, maana yake laysat fadhatan, mwanamke mwema si msusuavu, sio mkali, wala ghaliza, wala msusuavu, bal hiya muwatiyatun tasma'u wa tuti'u, bali ni mpole mtaratibu, anamsikiliza na kumtii mumewe, watastajibu wala tastankif wala tastakbir wala tasta'li ala zawj, anaitikia wito wa mume, hajizuilii wala hafanyi kiburi wala hajikwezi juu ya mumewe, wala yakunu minha nushuzun au taali, haipatikani kwa mke mwema uovu wala kujikweza na kiburi. Na ama Rasulullah aliposema almuwasiyatu, mwenye kuliwaza, ay allati tuwasi zawjaha wa taqifu ila jambi, mwanamke mwema ni yule ambaye humliwaza mumewe na kusimama upande wa mumewe, watakunu aunan lahu ala alkhairi wa ala ta'atillah, na anakuwa ni msaada wa mumewe juu ya khairi na juu ya kumtii Allah jalla wa ala, wa ala ma fihi saada wal falah, na anakuwa ni msaada kwa mumewe kwenye yale ambayo ndani yake pana utukufu na wema. Idha taqaina Allah, mtume akasema ikiwa watamcha Allah jalla wa ala, ay anna hadhihi sifat inma takunu nafi'atan lilmar'ati idha taqatillah, ni kwamba hizi sifa hizi, awe ni mwingi wa kumpenda mumewe, awe ni mwingi wa kumzalia mumewe, awe ni mtaratibu, awe ni mwenye kumliwaza mumewe, zote hizi zitamnufaisha mwanamke ikiwa anamuogopa Allah jalla wa ala. Falau kanat waludan muwatiyatan muwasiyatan wa hiya tatlub bidhalika amra ad-dunya laysat muttaqiyatan lillah, kama mwanamke atakuwa ni mwenye kumpenda sana mumewe, ni mwenye kumzalia sana mumewe, ni mtaratibu, ni mwenye kumliwaza mumewe, pamoja na hayo yeye anatafuta kwa hayo jambo la kidunia kwa sababu mumewe ana pesa na kadhalika, basi huyu hakuwa ni mwenye kumcha Allah jalla wa ala. Lam tufidha hadhihi as-sifat, hizi sifa zote nzuri hazitomfaa chochote, hazikumpa faida yote wala hazitomfaa yeye. Wa inma takunu hadhihi sifati nafi'atan laha idha tasafat biha talaban liridha Allah, hizi sifa zitamfaa mwanamke akipambika nazo kama anatafuta ridhaa ya Allah jalla wa ala, wasayan fi tahqiqi taqwa, na akiwa ni mwenye kupupia kuhakikisha kumcha Allah jalla wa ala. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya hadithi. Hadithi inaendelea hivi: wa sharru nisaikum almutabarrijat, wa sharru nisaikum almutabarrijat wa hunna almunafiqatu la yadkhulna aljanna, la yadkhulu aljannata minhunna illa mithlu alghurabil a'sami. Anasema wa sharru nisaikum, na waovu wabaya katika wake zenu, almutabarrijatul mutakhayilatu wa hunna almunafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlu alghurabil a'sam. Wa sharru nisaikum almutabarrijat, na waovu katika wake zenu ni wale wanaoyadhihirisha mapambo yao, ay allati tatabarraju bizinatiha, yani ambaye ayadhihirisha mapambo yake, watakhruj bihilyatiha, na anatoka na mapambo yake,
fatakhruju muta'annika mutajammila mutaanniqatan mutajammilatan muta'attira mutahalliya, anatoka hali ya kuwa kajipamba, kapaka manukato, amejipamba, mutazayyina litakuna sharafan lishaitan wa gharadan lahu fi ifsadi almujtama, anakuwa yeye ni mwenye kutokezwa na shaitan na ni lengo, ni miongoni mwa nyenzo za kuiharibu jamii. Mwanamke almutabarrija, mwenye kudhihirisha mapambo, ay allati takhruju bihadhihi sifa kharajat fil haqiqa litakuna ahada junudi iblis, ambaye anatoka nyumbani katika hali ya kujipamba, kudhihirisha mapambo, kiuhalisia ametoka ili awe ni moja ya majeshi ya ibilisi, wa auna lahu ala al-ifsadi, na awe ni msaada wa ibilisi juu ya kuharibu jamii, wa hadafan lahu fi iqa'il fitna, na ni katika nyenzo za ibilisi za kutia fitna, wa itharat al-fahisha fil ladhina amanu, na kueneza uchafu kwa waumini. Rasulullah akasema al-mutakhayyilatu, wenye kiburi, wanawake waovu katika wake zenu ni al-mutabarrijat, wanawake wanaodhihirisha mapambo wanapotoka nyumbani, al-mutakhayyilat, wanawake wenye kiburi, wa hunna al-munafiqat, na wao hasa ndio wanafiki, la yadkhul ahadun minhunna al-janna, hatoingia yeyote kati yao peponi. Rasulullah anasema Sheikh, wa hunaka talazumun baina at-tabarruj wal khuyala, pana lazimiano baina ya kujidhihirisha mapambo na kiburi. Falmar'atu idha tabarrajat wa tazayyanat wa ta'attarat wa tajammalat lan takhruja ila ash-shari' wa ila as-suq bi sifatin mutatamina mutawadhi'a lillahi ta'ala. Mwanamke akijipamba akatia manukato yake, hawezi akatoka barabarani kuelekea sokoni katika sifa ya unyenyekevu kwa ajili ya Allah, bal takhruju mukhtalatan muta'aliyatan mutaraffi'a, bali anatoka akiwa ni mwenye kiburi, mwenye kujikweza, fiha al-kibru wa fiha al-ujub binafsiha wa bihayatiha wa manzariha, anakuwa ana kiburi, anakujiona kwa nafsi yake, kwa muonekano yake na kwa umbile lake. Fahunaka talazumun baina al-khuyala'i wat tabarruj, pana malazimiano baina ya kiburi na kudhihirisha mapambo. Kama annahu thamma talazum, kama ambapo pana malazimiano, kama annahu thamma talazumin, kama ambapo pana malazimiano, maafikiano, kama annahu thamma talazumin, kama ambapo pana malazimiano na maafikiano baina al-hishma wal haya, baina ya heshima na haya. Walihadha falmar'atu almuhtashima, kwa ajili hiyo mwanamke mwenye heshima, mufma'atun bil haya, ni mwenye kujipamba na tabia ya kuwa na haya, wa qalbuha mumtali'un minhu, na moyo wake umejaa haya. Bainama almar'atu almutabarrija tarahat jilbab alhaya, wakati ambao mwanamke mwenye kudhihirisha mapambo amelitupilia mbali jilbabu la haya, walabisat badalahu jilbab alkibri walujubi walghururi walkhuyala, na amevaa badali yake jilbabu la kiburi, kujiona, kujidanganya na jeuri. Mimma yajni alaiha wa yadhuru bihayatiha azawjia, jambo ambalo linamharibia na kuyadhuru maisha yake ya ndoa, bal bihayatiha kulliha, bali maisha yake yote. Walihadha wasafa min kanat kadhalika bi anna sharru nisa, kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuelezea mwanamke aliyesifika na sifa hizo kwamba ni katika wanawake waovu zaidi. Qala, akasema, wa sharru nisaikumul mutabarrijatu almutakhayyilatu wa hunna almunafiqat, na waovu katika wake zenu ni wale wenye kudhihirisha mapambo, ni wale wenye kufanya
wenye kufanya kiburi, na hao ndio wanafiki wa kike. La yadkhulul jannata minhunna, haingii peponi yeyote kati yao, illa mithlul ghurabil a'sami, isipokuwa kama vile kunguru ambaye ana madoa meupe katika miguu yake na katika mbawa zake. Nini maana ya haya maneno? Anasema Sheikh, wa mata tushahidu al-ghuraba al-a'sam baina al-ghirbani as-suhmi as-sud, kwani yani hatoingia peponi mwanamke mwenye sifa hizi isipokuwa kama anapochanganyika kunguru ambaye katika mwili wake pana madoa meupe miguuni na katika mawa zake, kama anapochanganyika kunguru huyo na wale kunguru weusi tu, akawa peke yake ndiye mwenye madoa meupe katika miguu au madoa meupe miguuni na kwenye mabawa yake, alafu yuko peke yake baina ya makunguru mengi meusi tu. Anasema Sheikhi, wa mata tushahidu al-ghuraba al-a'sam baina al-ghirbani as-suhmi as-sud, ni wakati gani basi utamuona kunguru mwenye madoa meupe akiwa katikati ya kunguru weusi tu? Min andari nadiri an tajida al-ghuraba al-a'sam, ni nadra sana kumkuta kunguru mwenye madoa meupe akiwa katikati ya kunguru weusi. Falghalibu an tara al-ghirbana kullaha sudan saudaa mutakamilan fi kulli ajzaiha, aghlabu ni kuwaona kunguru wote wakiwa ni kundi moja basi ni weusi tu ambao wamekamilika weusi katika sehemu zao zote. Faqaulu la yadkhulul jannata minhunna, kauli yake mtume aliposema haingii peponi kati ya hao wanawake wenye sifa hizo isipokuwa kama anapochanganyika kunguru mwenye mabao meupe au madoa meupe baina ya kunguru weusi, fi kinayatun an qillati man yadkhulul jannata min haula'i nisa, ndani yake pana fumbo la nini? La uchache wa watakaoingia peponi katika wanawake wa sampuli hiyo. Lianna hadha alwasfa fil ghirbani qalilun nadirun, kwa kuwa wasifu huu wa makunguru yenye madoa meupe ni machache mno baina ya makunguru meusi tu. Wa mithlu hadha alhadithi qawlu sallallahu alayhi wasallam, mfano hadithi hii ni ile kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ma'shara nisa tasaddaqna, enyi makundi ya wanawake toeni sana sadaka, fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, hakika mimi nimekuoneni nyinyi ni wengi katika watu wa motoni. Mimi nimekuoneni nyinyi wengi katika watu wa motoni. Wa akthirna al-istighfar, kithirisheni kuleta istighfari. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, mimi nimekuoneni ni wengi katika watu wa motoni. Limadha ra'a an-nisaa akthara ahli an-nar, kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam amewaona wanawake ndio wengi katika watu wa motoni? Indama tanzuru fi sifati allati jaa fi sunnah adduha fi sifati al-ashrari ahlun nar, tajid anna kathira minan nisaa la tubali wala tahtamu bidhalika. Ukiangalia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zimekuja kuhesabu na kutaja sifa za watu waovu, watu wa motoni, unakuta wanawake wengi hawajali na hawatilii muhimu jambo hilo, hata kaannaha laisa laha yaumun satalqa Allah fihi wa hasibuha ala dhalik, kana kwamba mwanamke hakuna siku atakayokutana na Allah na akamhasibu juu ya hilo. Waqad yablughuha alhadith wal ilmu, na huenda akafikiwa na hadithi ya mtume na ilmu ikamfikia, walakina hamuha shuhratuha wa raghabatuha, lakini himma yake na jitihada zake ni umashuhuri wake na matashi yake tu. Wa hadithu kathiratun ja'at anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhikri awsafin madhmuma lilmar'ati idha tasafat biha, zimekuja hadithi nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zikitaja sifa mbaya ambazo mwanamke akisifika nazo anakuwa ni mbaya, kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, amesema
la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-wasila, mtume sallallahu alayhi wasallam amemlaani mwanamke mwenye kuunga nywele, walmustawsila na mwenye kuungwa, walwashima na mwenye kuchora tatu, walmustawshima na mwenye kuchorwa. Na hadithi vile vile kutoka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam almutashabbihina min ar-rijali bin-nisa, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amewalaani wenye kujifananisha katika wanaume na wanawake, walmutashabbihati minan nisa'i bir-rijal, na wenye kujifananisha katika wake kwa waume. Wala'ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam almutarajjilati minan nisa, vile vile imekuja hadithi mtume amewalaani wanawake wenye kujifananisha na wanaume. Hadithi hizi zote zilizoko kwenye Sahih Bukhari na nyingine katika Sahih Muslim pia. Pamoja na kuja kwa hadithi hizi na nyinginezo katika hadithi ambazo ndani yake pana kulaaniwa wanawake wenye sifa maalumu, lakini utawakuta wengi katika wanawake wanasikia hadithi hizi na kwamba wamelaaniwa wanawake wenye sifa hizi na wamekuwa mbali na rehema za Allah jalla wa ala, lakini hawajali wanawake. Wala kaannaha sataqifu amama Allah, kana kwamba hatosimama mbele ya Allah, yani subhanahu wa ta'ala. Wasaluha wala kaannaha yawman min al-ayami satudraju fi hufratin wa yuwara 'alayha turab, kana kwamba hakuna siku ambayo ataingizwa kwenye shimo la kabri akamiminiwa akamwagiwa mchanga. Wataqdumu ala umurin haila, anayeendea mambo yenye kutisha. Haithu takunu al-alwanu haila wal a'naqu anil abdani zaila wal uyunu ala al-hududi saila. Na haithu takunu al-alwanu hailatan, wakati ambapo rangi zitakuwa ni zenye hila, wal a'naqu anil abdani zaila, na shingo zenye kuondokana na miili, wal uyunu ala al-khududi saila, na macho yanashusha machozi juu ya mashavu. Kullu hadha tadhhulu anhu wa yaghibu an dhihniha, yote haya anayasahau mwanamke na yanaondoka kwenye akili yake. Wala yakunu hamuha illa an tatajammala wa tatazayyan, na haikuwa jitihada ya mwanamke isipokuwa ni kujipamba tu. Walau kanatil a'malu allati tumarisuha ma'asiyatan lillah, hata kama matendo anayoyafanya ni kumwasi Allah. Wa mukhalifatan li amri, na yenye kwenda kinyume na amri za Allah. Wa min mujibati ghadabi, na ni yenye kusababisha kukasirikiwa na Allah tabaraka wa taala. Idhan hunaka awsafun, kwa ajili hiyo basi pana sifa mbalimbali, wa madhamun, na masimango mbalimbali, jaa bayanuha fi sunna, yamekuja kubainishwa katika hadithi, linnisai, kwa wanawake, litakuna almar'atu salihah minha ala hadharin, ili awe mwanamke mwema kutokana na mambo hayo yuko kwenye tahadhari. Wa ma'rifatul mar'ati bihadhihi al-ashya'i hiya ma'rifatun yuqsadu minha al-hadar, na mwanamke kuyajua mambo hayo ni utambuzi ambao hukusudiwa kwao atahadhari baada ya kujua. Walijtinab ala haddi qawli man qal, na ajiepushe na mambo hayo kama alivyosema msemaji, araftu sharra la li sharri lakin litawaqqihi, nimeijua shari si kwa kukusudia shari, lakini ni ili niepuke. Waman la ya'rifu sharra min alkhairi minan nasi yaqa' fihi, na yule ambaye hajui shari katika watu ataingia kwenye hiyo shari. Hii ni sifa ya 4 miongoni mwa sifa za mwanamke mwema, sifa za mke mwema: kuwa na mapenzi makubwa na mumewe, na kuwa mwingi wa kumzalia mumewe, na kuwa ni mwenye kumliwaza mumewe, na kadhalika awe ni mwanamke mtaratibu. Wallahu a'lamu, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.